Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya imeendelea kutekeleza majukumu yake ya kudhibiti na kupambana na biashara haramu ya dawa za kulevya nchini. Kupitia operations zilizofanyika mwezi Disemba 2025, tumekamata kilogramu 9689.833 za dawa mbalimbali za kulevya, pikipiki 13, magari matatu. Watuhumiwa 66 wamekamatwa kuhusiana na uhalifu huo. Jijini Dar es Salaam, katika operation iliyofanyika Sinza C, mtaa wa Bustani, nyumba namba 16, alikamatwa mtuhumiwa Jefferson Kilonzo Mwende, miaka 35, raia wa nchi ya Kenya, akiwa na dawa za kulevya aina ya heroin kiasi cha gramu 131.88. Mtuhumiwa huyo amekuwa akiishi nchini tangu mwaka 2023 akijihusisha na biashara ya kuuza chai kama njia ya kujifichia kwenye biashara ya dawa za kulevya anayoifanya. Raia huyu wa Kenya tumemkamata, na baada ya kumkamata na kumhoji tumebaini kwamba alikuwa anaishi nchini toka mwaka 2023, na kuishi kwake huku alikuwa amekodi pikipiki 4, lakini pia alikuwa anatengeneza chai ya maziwa akawa anasambaza kwenye maofisi mbalimbali. Katika kusambaza chai hiyo ndipo alipokuwa anapatia nafasi ya kutengeneza na kuuza dawa za kulevya. Lakini baada ya kumhoji zaidi, amesema kwamba ilibainika kwamba baada ya kuwa na upungufu wa dawa za kulevya nchini, aliamua kuchukua fursa hiyo ya kuja nchini, kupanga nyumba Sinza huko na kuishi na kuanza kuingiza dawa kidogo kidogo na kuanza kuisambaza katika maeneo mbalimbali ili kujipatia kipato. Kwa hiyo tunawaomba wananchi wote wanapoona raia wa nje ambao wako kwenye maeneo yao na hawana biashara halali wanaoifanya au wana biashara zinazotilia mashaka na kuishi kwao, basi wawe wanatoa taarifa kwa mamlaka kupitia namba yetu 119 ili tuweze kuhakikisha kwamba tunawachunguza na tunabaini endapo kuna uhalifu wote wanaoufanya, basi tuweze kuchukua hatua kama huyu raia wa Kenya ambaye alikuwa anaishi kwa kuuza chai, lakini pia akawa anajifichia kwa biashara hiyo ya chai kuuza dawa za kulevya. Aidha, katika mtaa wa Wailes Temeke, dawa za kulevya aina ya skanka pakiti 20 zenye uzito wa kilogramu 20.03 zilikamatwa zikiwa zimefichwa ndani ya balo la mitumba kwa kuchanganywa na nguo mbalimbali na kuwekwa kwenye eneo fiche la basi aina ya Scania la kampuni ya King Masai Tours lenye namba za usajili wa nchi ya Msumbiji namba AAM 297 CA, ambalo hufanya safari za kusafirisha abiria kati ya Nampula nchini Msumbiji na Tanzania. Watuhumiwa waliokamatwa kuhusiana na tukio hilo ni Amani Idi Mrisho mwenye umri wa miaka 40, mkazi wa Buza jijini Dar es Salaam, na Selemani Juma Ali mwenye umri wa miaka 32, raia wa nchi ya Msumbiji. Kwenye basi hili ambalo tumelikamata lililokuwa linasafirisha dawa za kulevya, ili basi la King Masai Tours, baada ya kulikagua tumebaini kwamba lile basi wamelikata, yaani baadhi wameng'oa viti vya lile basi wakaziba lile eneo. Kwa hiyo ukiingia ndani katika kukagua abiria utaona kama umefika mwisho, lakini kumbe nyuma yake wameng'oa viti wakaziba, alafu baadaye eneo lile walilotoa viti ndilo wakalifanya kwamba wanajaza mizigo haramu ikiwemo dawa za kulevya. Kwa hiyo lile basi ukiliangalia katika hali ya kawaida utaona liko salama, utafungua labda pengine buti, utacheki, utaona hamna kitu na maeneo mengine, lakini kumbe wameng'oa viti vya abiria wakalitenganisha mara mbili, nusu abiria na nusu eneo la kuweka mizigo. Kwa hiyo ni lori hapo ni basi la kusafirisha abiria. Na eneo la Kinyerezi, mtaa wa Majoka, wilaya ya Ilala, tuliwakamata watuhumiwa Eric Ernest Ndagwa miaka 32 na wenzake Paulo Blas Henry miaka 34 na Tito Emmanuel Mkunde miaka 35 wakiwa na dawa za kulevya aina ya bangi zenye uzito wa kilogramu 193.66 zilizokuwa zikisafirishwa kutokea mkoani Morogoro kuja jijini Dar es Salaam. Hali kadhalika, baada ya udhibiti, baadhi ya wasafirishaji wa dawa za kulevya wanawatumia pia watumishi wa serikali ili kuhakikisha kwamba wanafanikisha hiyo biashara ya dawa za kulevya. Na hili tunatoa wito kwa watumishi wote wa serikali, wanapobeba mafurushi kwenye magari yao au wanapotumika kusafirisha hizo dawa za kulevya, kwa sababu wanapofika barabarani, kwa sababu ni mtumishi wa serikali, ana kitambulisho, anasingizia kwamba kuna mahali anawahi, kuna mahali ametumwa na bosi wake. Kufuatia uchunguzi uliofanyika kwenye kampuni za usafirishaji wa mizigo jijini Dar es Salaam,
tulikamata pakiti 20 za dawa za kulevya aina ya mirungi zenye uzito wa kilogramu 9.54 ikiwa zimefungwa na kusomeka kama majani ya mwarobaini yaliyokaushwa. Dawa hizo zilikuwa zikisafirishwa kutoka nchini Kenya kuelekea nchini Australia. Aidha, kupitia ofisi za kanda, operation mbalimbali zilifanyika katika mikoa ya Mwanza, Shinyanga, Morogoro, Tanga, Lindi, Kilimanjaro, Njombe, Kigoma na Arusha, na kupitia operesheni hizo tulikamata dawa za kulevya aina ya heroin gramu 37.34, skanka kilogramu 1.015, bangi kilogramu 7969.98 na mirungi kilogramu 1363.714 pamoja na kuteketeza hekari 14 za mashamba ya bangi. Baada ya kufungua hizi ofisi za kanda, tumepata mafanikio makubwa kwa kukamata kiasi hiki kikubwa cha dawa za kulevya. Lakini kiasi kikubwa cha bangi tulizokikamata ni kile kinazozalishwa ndani ya nchi ya Tanzania, na tumeamua sasa tuanze kuhakikisha kwamba tunafanya operation maeneo yote, wilaya na vijiji, ili kuhakikisha kwamba tunapunguza au kumaliza kabisa tatizo la bangi nchini Tanzania. Lakini mirungi yenyewe inasafirishwa kutoka nchi ya Kenya kuingia Tanzania kupitia vipenyo vilivyoko katika mkoa wa Mara, Arusha, Tanga pamoja na Kilimanjaro. Na tumeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba sasa tuna vile vipenyo tunaweka watu ili kuhakikisha kwamba tunakamata wale wote wanaoingiza mirungi kutoka nchi jirani kuingiza nchini Tanzania. Lakini umeona pia baada ya kuona udhibiti unaendelea, wameamua sasa hii mirungi kutoka nchini Kenya wanaikausha, wanaifunga, wakiitambulisha kama ni majani ya mwarobaini, kwamba ni dawa inapelekwa nchi za nje kwenda kutumika kutibu magonjwa mbalimbali. Lakini tumebaini pia hiyo mbinu kupitia hizi kampuni za usafirishaji, na tutaendelea kubaini mbinu mbalimbali wanazozitumia katika usafirishaji wa dawa za kulevya ili kuhakikisha kwamba tunadhibiti dawa za kulevya zisiingie nchini Tanzania, lakini pia zisitoke nchini Tanzania kwenda katika nchi nyingine. Na hili tutalifanya kwa weledi kuhakikisha kwamba wale wote wanaojihusisha na dawa za kulevya tunawakamata na kuchukua hatua za kisheria. Tunatoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na mamlaka kwa kutoa taarifa kuhusu viashiria vya biashara ya dawa za kulevya ili kuvunja na kumaliza kabisa mitandao ya dawa za kulevya hapa nchini. Tunasisitiza wananchi kuwa makini, kutokukubali kutumiwa kusafirisha vifurushi au mizigo wasioijua na kutoa taarifa mapema wanapohisi uvunjifu wa sheria. Tunaendelea kufanya operesheni zetu nchi nzima pamoja na kuchukua hatua kali za kisheria kwa watakaobainika kujihusisha na biashara ya dawa za kulevya nchini Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante.